إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu waislamu, awali ya yote baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu yeye sambamba kabisa na kumtakia sala na salam kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibadallah, yenyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika Ijumaa yetu ya leo hii tutaenda na moja katika rumuz au ruus aqlam, moja katika vichwa vya habari vya da'wa yetu hii, da'watu salafia. Kuna mambo ya msingi ni lazima talabatul ilmi pamoja na watu wengine wa kawaida wayafahamu mambo hayo. Katika mambo ambayo tunayapigia kampeni na kuyanadi siku zote ni haya yafuatayo: ni as-sa'yu nahwu istithnafi hayatin islamiyya ar-rashida ala manhaji an-nubuwwa wa insha'u mujtama'in rabbani wa tatbiqu hukmi Allah fil ard intilaqan min manhaji at-tasfiya wat-tarbiyah wa in shi'ta faqul at-takhliya wat-tahliya. Ndugu zangu waislamu, katika mambo ambayo sisi tunakwenda nayo ni kufanya kazi kuelekea kuanzisha maisha ya Kiislamu yaliyoongoka kwa kufuata njia ya manabii, kadhalika na kuunda jamii ya kidini jamii ambayo itatekeleza hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi. Tunaondoka na neno linalosema at-tasfiya wat-tarbiyah, kusafisha kisha kulea, au unaweza ukasema kusafisha kisha kupamba. Ndugu zangu waislamu, hili ni neno kubwa na ni neno pana.
Ikiwa kwa mtu mwenye kufuatilia mambo ukasoma vitabu mbalimbali, maneno haya mawili ni maneno mazito sana. Tunatakikana sisi tuyabebe ubebo ambao ni wa kimaana zaidi, kwa sababu hii ni katika zile slogan zetu, kwa sababu watu wana kauli mbiu mbalimbali, kila mmoja ana slogan yake. Upande wa pili walianzisha neno linaloitwa Simba wa Yuda, au utakuta kwenye magari mbalimbali yameandikwa ni kwa neema tu, kwa maana hizi ni nyendo au ni minendo ambayo wao wameanzisha kama vile kauli mbiu. Na sisi as-salafiyun tuna kauli mbiu yetu, baada ya kuwa siku zote tunaimba kuhusu swala la elimu, lakini pia tuna slogan inayosema at-tasfiya wat-tarbiya, kauli mbiu kwa lugha ya Kiswahili. Kadhalika wanasiasa wao pia wana kauli mbiu zao ambazo wanazozitamka. Kama makumbuka vijana au watu wazima, kuna kauli mbiu mbalimbali ziliwahi kutokea, watu wakasema ari mpya, nguvu mpya, kasi mpya. Hizo ni kauli mbiu za kisiasa. Na wengine wakasema maisha bora kwa kila Mtanzania. Wakaja wengine pia wakasema kilimo kwanza. Kwa kila mmoja ana kauli mbiu yake. Kilimo kwanza, maisha bora kwa kila Mtanzania, ari mpya, kasi mpya, nguvu mpya. Na pia hivi juzi kuna kauli mbiu zimetoka hapa, kazi tu. Na kila mmoja katika sisi anafahamu jambo hilo. Lakini sisi pia tuna kauli mbiu zetu. Katika kauli mbiu zetu ni kwamba watu ni kufanya kazi kuelekea kuanzisha maisha ya Kiislamu yaliongoka kwa kufuata njia ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kusimamisha sheria ya Kiislamu katika ardhi, na kusimamisha sheria ya Kiislamu katika ardhi, na kuunda vile vile jamii ya Kiislamu. Haya ni mambo ambayo tunatakikana tuyatekeleze. Lakini ndugu zangu Waislamu, kazi hii ni ngumu sana. Tutaitekeleza vipi kazi hii? Kwa mtu wa haraka wa kawaida wa hamasa asiyesoma ataona kwamba ni lazima sisi tuingie, lengo letu sisi tuzushe au tuunde mapinduzi katika serikali ambazo tuko nazo, tuzipindue kisha tukae sisi. Lakini kuna wengine wakaona maoni yao kwamba tufanye maandamano, tuwatoe watawala wetu, tubaki sisi tuweze kuendesha nchi kwa ajili ya kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna wengine pia wanasema tuandae vijana waingie msituni, washike silaha kwa ajili ya kupambana na serikali za kidhalimu, tuzitoe katika madaraka na tushike sisi. Ndugu zangu Waislamu, ayuha shabab, enyi vijana, ni lazima msome elimu ya kisheria, elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika kusoma hivyo Uislamu utasimama sawa sawa, utakwenda sawa sawa, utaweza kutaamali, kufanya kazi na watu wa kisiasa, utaweza kufanya kazi na watu ambao hawana ilmu, utaweza kufanya kazi na kila mtu kwa sababu ya elimu yake. Lakini tukikosa ilmu, Uislamu hauwezi kwenda mbele. Ndugu zangu Waislamu, nawarudisha tena kwa kuambia slogan yetu, kauli mbiu yetu ni safisha kisha lea. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye kitabu chake kitakatifu, faman yakfuru bit-taghut wa yu'minu billah fakad istamsaka bil-urwatil uthqa la infisama laha. Yule ambaye atamkufuru taghut akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo itakuwa ameshikamana na kamba madhubuti ambayo kamba hiyo
haiwezi ikakatika hata siku moja. Tukisoma sera ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, utayaona mambo mengi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake kitakatifu, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye ndiyo ambaye alimpeleka mtume kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika, ili awasomee wao aya zake na awatakase wao na shirki na awafundishe kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ndiyo kazi ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kupelekwa kwa watu, kuwasomea aya zake, kuwatakasa na shirki na wasomeshe kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tukifanya hivyo, basi mabadiliko yatakuwa katika sehemu kubwa sana katika ulimwengu. Hakutakuwa na rais wala waziri mkuu au mkuu wa majeshi akaamini kisawasawa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima atakuwa ni mwenye kufuata mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hapo mabadiliko ndio yatapatikana. Watu wengi wanadhania ya kwamba wao wenyewe ndio watakawaanzishe. La, inawezekana wengine wakaanzisha, lakini wako katika mrengo tofauti, mrengo sio sawa, ukawalingania watu wale wakawaunga mkono nyinyi, basi hii da'wa itakuwa imeenda mwendo mbali sana, itafika mbali sana na watu watakuwa wanamjua Mola wao. Angalieni dola ya Saudia ilivyosimama, dola ya Saudia ilivyosimama kupitia Muhammad bin Abdul Wahhab, huyu ni shekhe, na kupitia mtawala Muhammad bin Saud ambaye yeye alikuwa na sheria zake. Lakini Muhammad bin Abdul Wahhab alipokwenda na usulubu mzuri, akawa analingania watawala wakampa nguvu, wakampa silaha, wakampa jeshi, akasimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wakabaki kuwa ni watawala. Haina maana kwamba sisi tukizungumza masala ya utawala na masala ya kutabikisha sheria kwamba wewe ndio utakuwa mbunge, wewe ndio utakuwa waziri, wewe ndio, la, haina maana hiyo. Maana yetu sisi ni kuwasomesha vijana na watu mbalimbali wapate kufahamu elimu ya kisheria, ili sisi tusipate tabu katika hili jambo letu la kulingania dini. Ndugu zangu Waislamu, na haya yanakuja kwa sisi wenyewe kujitahidi familia zetu kuwasomesha watoto wetu, kwa sababu elimu ndio ambayo inaleta mapinduzi. Sehemu ambayo haina elimu haiwezi hata siku moja ikaleta mapinduzi. Sehemu ambayo watu wajifundishi mambo yoyote ya kielimu, ima ya kidunia ama ya kiakhera, basi sehemu hiyo haitakuwa na mabadiliko. Siku zote mtakuwa nyinyi ni wajinga, siku zote itakuwa nyinyi ni wenye kufuata. Kwa hiyo elimu kwanza, kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam ndiyo jambo ambalo aliyompelekea Allah subhanahu wa ta'ala, awafundishe wao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, awafundishe wao sunna ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Na hayo yanaanza katika nafsi zetu. Usimwangalie mtu mwingine ukamtukana mtu mwingine, kwa nini huyu hivi, kwa nini afanye hivi? Jiangalie wewe mwenyewe kwanza, nafsi yako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake takatifu, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi ambao mmeamini, jikingeni nafsi zenu na watu wenu na moto wa jahannam, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Alaiha, moto huo unasimamiwa malaikatun ghilad, malaika wakali,
shidad, wenye nguvu. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine pamoja na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndugu zangu Waislamu, kama nilivyozungumza katika hutuba yangu ya kwanza, kwamba sisi ni lazima tujiandae katika kuleta mabadiliko, kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwafundisha jamaa zetu na kuwafundisha ndugu zetu. Hilo jambo litaweza kuleta mapinduzi, na hata kama mapinduzi hayo yatachukua miaka 100 au miaka 200, lakini ni lazima tuwe na subra katika jambo hilo, kwa sababu sisi imani yetu kiroho, imani tuliyokuwa nayo, na maandiko yanatuambia ikiwa nyinyi mtatenda mema, mtafanya mambo mazuri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawarithisha hii ardhi hii itawarithisha nyinyi. Lakini mpaka tuwe ni wa kweli, imani zetu ni za kweli, tunafanya matendo yetu sisi ni ya kweli, matendo yetu ya imani na matendo yetu yawe mazuri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatupa furaha na raha katika ardhi hii. Lakini wewe ikiwa mathalan mpaka hii leo unaweza ukamlaumu mtu mwingine kwamba yule kwa nini anafanya dhulma, anatuonea, lakini wewe ukipewa nafasi ya ukatibu kata tu zile michango ya 200 wala, je, tukikupa ukuwa kiongozi mkubwa utafanya nini? Yani mtu yeye anaweza akailaumu serikali, mfano akasema mtu fulani mwizi, mtu fulani kadha, lakini yeye akipewa mjumbe wa nyumba 10 tu, basi zile kodi za baa na nini atakula. Sasa sembuse tukupe nchi kubwa kama hii, au tukupe Afrika, wewe utatufanya nini? Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo ni lazima tuwe na malezi kwanza, na ndio maana mimi nikasema at-tasfiya wat-tarbiya, kusafisha kwanza kisha kulea, kwa maana tunasafisha zile nyoyo zetu na matendo yetu tunamweka mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ataleta mabadiliko makubwa sana, lakini ni lazima tuanze sisi katika nafsi zetu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ninawaambia na ninawaeleza kwamba watu watulie majumbani mwao, waende misikitini, wasome ilmu, mambo mengine wasijishughulishe nayo, kwa sababu mambo hayo hayawahusu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake takatifu, walaqad katabna fi zabur min ba'di dhikr anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun, hakika sisi tumeandika katika Zaburi na baada tumeandika vile katika dhikri, kwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ardhi hii atairithisha kwa watu wema, waja wake ambao ni wema. Anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun, ardhi hii itarithishwa kwa waja wake ambao ni wema, ndio warithi wa ardhi hii. Inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin, hakika katika hili kuna mawaidha kwa watu wenye kufanya ibada. Hakika katika hili kuna mawaidha kwa watu wenye kufanya ibada. Lakini ikiwa si mtu wa ibada, mtu wa hamasa, huwezi kuyafahamu mambo haya. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ardhi hii ni Allah subhanahu wa ta'ala, waja wema ndio ambao watakoirithi. Ikiwa hawaja wema hawajairithi, basi bado mirathi yake haijafikia, bado baba yake hajakufa mpaka apate hiyo mirathi. Ni lazima afe baba kwanza, mtoto ndio uchukue mirathi. Ukiona hivyo, basi sisi kazi bado tunayo ya kufundisha watu, kuwalea watu katika maadili mema na katika matendo mazuri. Ndugu zangu Waislamu, makumbuka Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake
nabii Musa alipowaambia jamaa zake, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lilmuttaqin. Nabii Musa aliwaambia jamaa zake, ista'inu billah, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasbiru, nafanyeni subira, innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi, hakika hii ardhi ni Allah subhanahu wa ta'ala anamrithisha anemtaka katika waja wake, wala aqibatu lilmuttaqin, lakini mwisho mwema ni kwa wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio mwisho mwema. Ikiwa bado mwisho wenu haujakuwa mwema, bado hamjamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, endeleeni kufanya subra. Wale jamaa walisema kumwambia nabii Musa, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, wakamwambia nabii Musa, sisi tumeudhiwa, tumeteswa kabla wewe hujakuja na baada ya kuja pia vile vile tuendelee kuteswa. Nabii Musa akasema, asa rabbukum an yuhlika aduwakum, uenda Mola wenu akamwangamiza adui yenu, wa yastakhlifakum fil ardi fayandhura kaifa ta'malun, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya watawala katika ardhi, alafu tuone mtafanya nini. Ndugu zangu Waislamu, kazi ya kufanya ni kubwa, ni lazima tujitahidi katika kufanya kazi. wa kuli'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, fanyeni kazi, Allah subhanahu wa ta'ala ataona matendo yenu, na mtume ataona vile vile, na waumini pia vile vile wataona. Lazima bidii ipatikane. Ikiwa tuna watu wajinga katika jamii, hawataki kusoma elimu ya dini wala hawakusoma elimu ya kidunia, watu hao wafaa wafe, hawafai katika ardhi hii kuishi, kwa sababu tunaishi na jamii iliyooza isiyofaa. Ni lazima usome ili tuweze kuleta mabadiliko makubwa katika ardhi hii. Ndugu zangu Waislamu, sio kufanya kazi za ovyo ovyo hivi ndio utaweza kuleta mabadiliko katika ardhi hii. La, Mtume alayhi salatu wasalam aliandaa watu madhubuti wakaweza kumiliki ardhi hii, na dawa ikafika mpaka Ulaya, Afrika Magharibi, Afrika Mashariki, kwa ajili ya msimamo wake na malezi yake bora. Ndugu zangu Waislamu, juhudi ni lazima ipatikane. Mshairi mmoja anasema, man talaba al-ula min ghairi kiddin adaa al-umra fi talabi al-maali, mwenye kutafuta utukufu pasi na jitihada yoyote atapoteza umri wake kutafuta jambo lisiwezekana. tarumu al-izza thumma tanamu al-layl yaghusu al-bahra man talaba al-laali, unataka utukufu kisha usiku unalala, unataka utukufu kisha usiku unakoroma. yaghusu al-bahra man talaba al-laali, ataweza yule mwenye kupiga mbizi ndio ataweza kupata lulu. Ndugu zangu Waislamu, nimeyazungumza haya kwa sababu sisi tunahitaji mabadiliko makubwa sana kutokana na mitandao ya kijamii na maneno mbalimbali kwenye magazeti. Mimi nitashangaa ikiwa mtu ni salafi, mtu ambaye ni ahli sunna, anafuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, atashughulika na mambo ya kimitandao na kuyaamini mambo hayo. Mimi nitashangaa sana. Kwa hiyo sisi slogan yetu au kauli mbiu yetu sisi ni kulea, kusafisha kisha kulea. Wale ambao wenye kauli mbiu nyingine tunawaachia waendelee na mambo yao, wakati wetu sisi bado haujafika. Na sisi tunasema la budda min Sanaa wa in tala safar, hakuna budi tufike Sanaa hata kama safari itakuwa ndefu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa aqimis salat.